الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. الخطبة بعنوان فضيلة صلاة الجماعة خصوصا للرجال. Anwani ya hutuba yetu ni ubora wa swala ya jamaa, ambao ubora huo umewekwa kwa wanaume. Nitangulize shukurani kwa Allah aliyotujalia uzima na afya, na pia akatujalia tumeitikia wito wa kuja kutekeleza moja kati ya ibada kubwa zinazopatikana kwa wiki mara moja. Rehma na amani zimwendee mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faya ibadallah, enyi waja wa Allah, usikum wa uswi nafsi awalan bitaqwa Allah. Ninazo sababu zote za kukuhusieni, lakini pasi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha, kumheshimu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo ndio lengo la kuumbwa kwetu. Na huo ndio usia, sio kwetu sisi peke yetu tuliopo. Allah ameripoti kwenye Qur'ani, na maneno hayo yataendelea kubaki. Maneno yatasomwa ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha, hadi siku Allah atakapoirithi hii ardhi akairudisha kwenye miliki yake. Maana sasa hivi ardhi tunazimiliki sisi. Sasa kiwanja changu, shamba langu, Allah ametumilikisha, lakini iko siku miliki yote sasa itarudi kwake. Maneno hayo yataendelea kubaki kusomwa mpaka siku hiyo ambayo sasa
kila kitu kinarudi kwenye mikono yake. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, kwa hakika si vinginevyo, na hatuna maneno mengine ya kuyasema isipokuwa Allah anasema nimekuhusieni kama ambavyo nilitangulia kuwahusia wale waliotangulia kabla yenu kuishi kabla yenu, anittaqullah, ya kwamba mcheni, mheshimuni, muabuduni Allah. Kwa hiyo usia huu wa kumcha Allah ni jambo la msingi. Kama hautokuwa mcha Mungu, hata maneno yatakayesema utayachukulia kiuwepesi tu. Utaona kama ni maneno ya magazetini au maneno ya kwenye mtandao. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tumepewa dhamana tu kuyasoma na kuyafafanua kidogo kwa upeo wetu mdogo, lakini Allah mwenyewe anasema laiti wino ungekuwa ndio bahari zote mnazoziona na miti yote mnayoiona ingekuwa ndio kalamu ya kuandikia maneno, ukubwa, tafsiri, maana aliyoikusudia Allah katika yale anayoamrisha, bahari zote zingekauka, miti yote ingekwisha, na maneno ya Allah uzito wake yasingekwisha. Kwa hiyo haya machache ambayo huwa tunaambizana, eleweni kwamba ni mukhtasar tu, mukhtasar. Lakini kwa mukhtasari huo unaweza ukakusaidia kukuvusha salama kwenye maisha haya ya mafupi ya dunia. Usia huu tuendelee kuhusiana kumcha Allah, kwa sababu al-imanu yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Dunia tunayoishi leo, uwezekano wa imani yako kushuka ni mkubwa sana, uwezekano wa imani yako kupanda ni mdogo sana. Kwa hiyo juhudi tunazozitumia siku ya Ijumaa kupaza sauti zetu, kunukuu aya na hadithi, angalau ile grafu ya imani isishuke, ibaki pale pale au iongezeke, ni jambo la msingi sana. Ikiwa simu zetu tunazitia kwenye chaja kila siku, basi imani nazo zinatakiwa zichajiwe kila siku. Lakini maala asafi shadid, imani zetu tunazichaji kwa wiki mara moja. Maneno haya tukishayamaliza, huenda tena mtu asisimame ukasikia maneno qala Allah, zaidi ya kupeana mgongo, kusoma suratul Fatiha, kurukuu na kusujudu na kutawanyika, lakini maneno yakakuingia sikioni. Yumkini ratiba yako ni Ijumaa tu. Sasa hebu na hizi simu zetu tuzichaji Ijumaa tu, uone kama kuna mambo yataenda. Yatakuwa ni makopo kama makopo mengine. Kwa hiyo imani zetu tuzichaji vizuri, ili maagizo tunayopewa na Allah tuyachukue kwa uzito wake. Ndugu zangu katika imani, fadhilatu salatul jamaa, fadhila ya sala ya jamaa, hiyo ndio anwani ya hutuba ya leo. Kwa nini tunazungumzia mada hii? Ni muhimu. Kwa sababu gani ni muhimu? Maimamu tunaona. Kwa sababu gani ni muhimu? Mabilali wanaona. Wakitoa adhana bilali zetu, mabilali wetu, na uzuri ni kwamba zimewekwa mukabiratu sauti nje kona zote, mashariqal ardi wa magharibiha, januban wa shimala. Uzuri spika zetu hizi misikitini, ili kukosa hoja mbele ya Allah kwamba sauti sikuisikia ya wito, zile spika ziko 4, zimeelekezwa magharibi, mashariki, kaskazini na kusini, ili sauti huko ulipo ikukute kwamba hayya ala salat. Bilali wanaadhini mpaka anakimu swala, watu wako watatu. Pamoja na misikiti yetu mikubwa tukaifanyia extension nje kwamba watu ni wengi, lakini swala za jamaa, swala ya jamaa wanakuja watu watatu 4, safu hazijai.
Kikuta msikiti una safu mbili swala ya jamaa, basi unasema mashaallah. Alfajiri, kikuta alfajiri safu imejaa, unasema mashaallah. Lakini tunaona misikiti haijai, sio alfajiri wala sio adhuhuri. Watu wako wapi? Watu wamemezwa na nini? Ni kitu gani kinachowashughulisha huko nje? Simply kabisa kwamba ainama tuwallu fa thamma wajhullah, popote swali. Lakini huku Allah anasema wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Misikiti ni ya Allah. Ukitaka ibada yako iwe sawa sawa, nenda msikitini. Misikiti saizi kwamba nyumba zetu pia zimekuwa msikiti. Yaani mtu ana kisebule chake amekifanya kuwa ni msikiti pale. Midhali katandika ule mkeka wake pale na ameelekea kibla, na ule mkeka wake una direction compass, anajua huku ndio kibla, anaswali pale pale sebuleni. Wengine hawataki ghasia, wageni wako pale, anaamua kwenda kuswalia chumbani kwake. Chumba ambacho kina operation nyingi sana. Kina operation ya watu kukaa uchi, baba na mama, mke na mume. Kuna operation wa kufanya jimai humo ndani, ni halali yenu, lakini pia ndio huko tena unaswali. Lakini hapa misikitini hapa hatuna operations hizo. Hapa wanaingia watu ambao wamevaa vizuri, hayuko mtu ambaye yuko uchi. Hapa anaingia mtu ambaye amekuja akiwa taharatul qalbi wa taharatul jismi, amejitoharisha moyo wake na ametoharisha kiwiliwili chake, ndipo anaingia hapa. Na hapa tukaambiwa marufuku kuingia mtu akiwa na janaba, na mwanamke akiwa kwenye hedhi na nifasi marufuku kuingia msikitini. Akilazimisha kuingia anapata dhambi. Wewe mwanaume huruhusiwi kukatisha hata kwa bahati mbaya ukiwa na janaba. Ogopa hilo. Hizi ndio sehemu takatifu zilizowekwa kwa ajili ya sala. Aina almusallun, wako wapi wenye kuswali swala ya jamaa msikitini, wakaacha viumba vyao, wakaacha sebule zao, na wengine ofisini mwao wameweka sehemu maalum pale pale kwenye kiti, anashuka anaswali, akimaliza amepanda kwenye kiti, hataki disturb. Yani anasema muda unaisha sana. Kitendo cha kutoka ofisini kwenda msikitini, muda unaisha. Hajui kama kule kuna hadithi za Mtume zinamguide. Yeyote atakayeshika udhu kutoka nyumbani kwake, kutoka ofisini kwake, akapiga hatua ya kwanza, hatua ya pili, isipokuwa hatua ya kwanza anapandishwa daraja, hatua ya pili anafutiwa dhambi. Je, tunalifahamu hilo? Ni wapi kungine? Hebu naambieni, wapi kungine kwamba ukirusha hatua yako moja unapandishwa daraja peponi, ukirusha ya pili unashushiwa dhambi zako zote? Ni wapi? Kwenye mall hakuna chochote. Wapi? Nataka niende supermarket, hakuna. Wapi? Nataka kwenda kwenye Maidanul Qurra, hakuna. Kwa kifupi, hakuna sehemu ambayo unaanza kulipwa malipo kabla hata hujafika hiyo sehemu, isipokuwa ni msikitini peke yake. Inna min a'dhami sha'air al-islam, hakika miongoni mwa alama na ishara na tamaduni za Kiislamu, allati adhamaha Allah, tamaduni ambazo Allah mwenyewe ameziadhimisha na amezitukuza. Salatul jamaa ayuha nas, salatul jamaa, swala kwa pamoja, lirijal, kwa wanaume. Sio ada wala sio kanuni wala sio desturi kusema kwamba nikitaka naenda, nikiwa busy siendi. Hapana, hapana. Iwe ndiyo madhahir na wahdatul muslimin. Umoja na nguvu za Waislamu hazionekani kwa kuvaa kanzu na kofia na vilemba.
Umoja wetu umewekwa katika swala ya jamaa. Pale imamu akisimama anasema sawu sufufakum wa atadilu wa suddul khalal wal furaj, simameni kwenye mstari sawa sawa, nyoosheni safu zenu na muwe makini katika hilo. Imamu ndio amiri jeshi mkuu, anaamrisha hilo, na kuanzia safu ya mwanzo mpaka ya mwisho, sam'an wa ta'a, wote wanasikiliza na kuelewa na wanatekeleza. Hakuna hata mmoja imamu kaelekea qibla, maamuma kaelekea kwingine. Hayupo huyo, hayupo na wala hatotokea. Sasa pale imamu anaposema Allahu akbar, wote wakasema Allahu akbar. Amekwenda kusema sami Allahu liman hamida, wote sami Allahu liman hamida. Ni uniform ambaye ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala automatically. Kama kutakuwa hakuna swala za jamaa, iko wapi hizi sha'air na ishara za wahdatul almuslimin? Ayuha nasu ibadallah, wahdatul muslimin, umoja na nguvu za Waislamu na mshikamano wa kweli unaitwa at-tarabutu. Mshikamano wa kweli haupatikani kwenye kualikana huko nje, chakula cha mchana au lunch, dina, iftari. Umoja wa Kiislamu unapatikana automatically msikitini. Msikitini hapa tukiingia hakuna classes, kila anayeingia yuko sawa sawa na wengine. Utakaa chini na utakaa safu ambayo wenzako wamekaa. Hapa ndipo ambapo tajiri anasimama hapa, masikini anasimama hapa. Wapi kwingine? Watu wamewekwa kwa classes zao. Mheshimiwa, nyinyi kidogo kwa hapa, nyinyi kidogo kwa hapa, nyinyi wakulima kaeni kwa kule nyuma. Hapa itifaki izingatiwe. Hapa msikitini itifaki aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, wote tunakuwa sawasia ka asnamil misht. Huu ndo wito Allah alotuitia, njoeni tuswali swala ya jamaa msikitini ayuhal muslimun, kwa sababu inaleta mshikamano wa kweli, kwa sababu inaleta huruma ya kweli, inaleta tarabutu ya kweli bila kujalisha. Mara nyingine unaweza ukasimama kwenye safu na mtu ukasema mashaallah, kwa kucha hizi kama akiwinda anaweza kapata mawindo makali sana. Maana mtu unakuta kucha mpaka zimepiga kona, zimeingia uvunguni, kucha za miguuni hizo. Unasema na huyu naye pia ni binadamu alioambiwa na Allah. Allah yuhibbu Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah ni mzuri, anapenda uzuri. Na huyu ndio yule pia alioambiwa khamsa min alfitra, mambo 5 ni katika usafi wa Waislamu. Usafi wa Waislamu miongoni mwayo kukata kucha. Kwa hiyo ukimwona umeenda kurukuu mwenzako, maana macho hayana pazia, unakwenda kuangalia namna, ukimwangalia mwenzako unaweza ukafiumu na kushumu kwenye swala kwa kusema kwamba huyu ni nani ambaye kwa kweli hajazingatia hadithi za Mtume. Na inaweza katokea ikawa ni sababu ya kumwambia kwamba ndugu yangu, kwa kucha hizi hata ukitawadha maji hayaingii ndani ya kucha hizo. Ubora wa kuswali sala ya jamaa. Ukatoa salamu upande wa kulia ukamwona maskini Suhaluk, ukasema nikimaliza swala hii nitamsaidia. Ukitoa kushoto unamwona mtoto yuko hapa, unasema mashaallah. Hiyo ni amri ya swala ya jamaa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, suratul Baqara aya nambari 43, warka'u ma'ar raki'in, nendeni mkaruku kama ambavyo wanavyorukuu wengine. Amri hii imekuja katika swala ya jamaa. Tuswali swala ya jamaa ayuha nasu ibadallah. Misikiti inalia, kuta hizi za msikiti zinalia, ingaja tuzisikii. Hata feni zinalia hizi, hatuzisikii tu kama zinalia, zinatoa sauti. Hizi feni zinafurahi kufungwa hapa msikitini, maana kuna feni zingine zinalaani, zimekwenda kufungwa baa. Hizi zinashukuru, lakini shukurani yake hatuisikii. Allah mwenyewe ndo anayejua, kwa sababu anasikia kila kitu, sio sauti zetu tu.
kila kitu anasikia. Mnafahamu fadhila ya kuswali sala ya jamaa msikitini? Isma'u qawla ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, Mtume rehma na amani ziwe juu yake anasema, salatul jamaa afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja. Allahu akbar. Famadha turidun, famadha turidun, ni kipi tunakihitaji? Sala. Bwana Mtume as-sadiqul masduq anasema, ukisali sala moja msikitini kwa jamaa unapandishwa daraja 27 kuliko yule mtu anayeswali peke yake, anapata daraja moja. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wako wapi wenye kushindana wazipate hizo daraja? Mbona watu wanashindana kubeti ili wapate zaidi? Kule kwenye haramu watu wanashindana kweli kweli. Maana utadhani watu wote ni maprofesa, wanapopekua mtu anasoma anajaza, anasoma anajaza, anasoma anajaza nini? Anambia ndio hivyo bwana, nimewekeza hela shilingi ngapi? 1500. Anacheza leo ligi ya leo sio mchezo. Katika hii 1500 usikosi 500, nikikosa sana 200. Kwa hiyo vijana wako bize, wazee wako bize, maal asafi shadidi, mpaka kina mama wako bize. Umechukua mkeka. Bwana, ile mikeka ingekuwa ndo watu wanasoma. Alafu baada ya kusoma ndo watu wanakimbilia msikitini, hizo daraja 27. Kwa swala moja daraja 27. Kwa swala 5 ni daraja ngapi wewe umezipanda? Ikiwa ni swala 10 ni daraja 270, daraja swala 10. Kwa hiyo swala za siku 2. So kwa siku kuna swala 5. Kwa hesabu ya haraka, swala ya siku 2 tu una daraja, umepandishwa cheo, imefika kwenye renki ya 270. Ukiswali mwezi mzima swala ya jamaa, ikiwa ndo tabia yako hiyo, ni daraja kiasi gani hicho utakachokuwa nacho? Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Hii misikiti ijae swala ya jamaa kwa wanaume. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, min ahamiyati salati aljamaa, miongoni mwa umuhimu wa kuswali swala ya jamaa, awalan tahqiqu wahdatul muslimina hina yaqifu alghaniya janibil faqiri. Jambo la kwanza hilo, miongoni mwa umuhimu wa kuswali swala ya jamaa msikitini kwa wanaume, kwanza kabisa ni kuhakikisha ule umoja wa Kiislamu na wa Waislamu. Pindi ambapo anasimama mwenye uwezo, anasimama mwenye cheo, pembeni yake yuko ambaye hana cheo wala hana uwezo. Hilo ni jambo pekee linapatikana kwenye swala tu. Kungineko huko nje watu kama tulivyosema wana mambo yao na matabaka. Walqawiyyu bijanibi dhaif, lakini mwenye nguvu pembeni yake mtu yuko dhaifu kabisa. La farqa bainahum illa bittaqwa, hakuna tofauti yao isipokuwa tofauti upo kwenye uchamungu tu, lakini kwenye safu kila mtu yuko sawa sawa. Thanian, jambo la pili ambalo linaonyesha umuhimu wa swala ya jamaa, ta'dhimu sha'air Allah, kuzitukuza alama za Allah. Fa innal masajida tu'ammaru bil jamaa, hakika ya misikiti inaenziwa sio kwa wale wafanya usafi, kusafisha na kufusha aludi na kuweka mambo sawa. Misikiti haitunzwi kwa kufukizwa udi. Misikiti inatunzwa na kuenziwa kwa kuswaliwa sala za jamaa. Ndio umuhimu wa misikiti hiyo. Wa yurfa'u fiha dhikrullah, na utajo wa Allah
huwa unakwepo msikitini, na ndio maana majumbani mwetu huko hakuna mtu aliyofunga spika ya adhana kwamba na mimi nataka niswali Allahu akbar Allahu akbar. Hizo adhana ziko misikitini. Kwa hiyo kwa sisi kuja misikitini wanaume ili tuzipate hizo daraja ni wajibun ujuban, ni ulazima, ndani yake upo ulazima. Jambo la tatu, tarbiyatun nafsi, ni kuilea nafsi yako ala indhibati, juu ya kuidhibiti. Maana nafsi siku zote, inna nafsa la amaratun bisui, hakika ya nafsi zetu siku zote inapenda vitu laini laini, inapenda miteremko. Nafsi haitaki kukalifishwa. Yani mara nyingine uko kitandani na adhana zote umezisikia, nafsi haitaki kuamka. Na mara nyingine uko ofisini unaandika, adhana zote zimetoka na hutaki kuinuka kwenye kiti. Nafsi inapenda hivyo vitu laini laini. Nasema nitaenda kuswali baadaye nyumbani mwenyewe. Sikiliza ayuhal muslim, muislam, sikiliza. Tarbiyatun nafsi, kuzilea nafsi zetu ala ndhibat. Falmuslim yaltazimu bilwaqti, muislam anaheshimika kwa sababu ya kuweka nidhamu katika wakati. Huu ni wakati wa shamba, fanya shamba. Huu wakati wa swala, fanya swala. Huu wakati wa michezo, fanya michezo. Kila kitu kina muda wake, kina muda wake. Kwa hiyo tusile muda wa swala kwa mambo yetu mengine ya huko nje. Rabian, jambo la tatu linalofanya sisi tukaamrishwa kuswali sala ya jamaa msikitini, sababun fi maghfirati dhunubi, ni sababu ya kufutiwa madhambi yetu. Qala sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume rehema na amani juu yake, man tatahhara fi baitihi, yeyote atakayejitaharisha kutoka nyumbani kwake, maana yake kachukua udhu, thumma masha ila baitillah, ila baiti min buyutillah, kisha akaanza kuelekea katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, liyaqdi faridha, ili aende kuswali sala ya faradhi katika faradhi alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kanat khutwatuhu, inakuwa sasa kila hatua yake moja, ihdahuma tahuttu khati'a, hatua moja inamfutia dhambi, wal akhar turfa daraja, na hatua nyingine inampandisha daraja. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azipandishe daraja zetu. Tumetoka majumbani, tumetoka maofisini, tumetoka kona zote, na wengine wametoka mbali. Na usije ukaielewa vibaya hadithi kwamba siku ya Ijumaa umetoka zako Uyole, badala ya kupanda gari bajaji ukaja kwa miguu, kwa kusema kwamba hatua zitakuwa nyingi sana. Hizo ni hesabu za magazi juto. Maana yake sasa utakuja kujuta. Hatua maana yake ni kwamba hata ukija kwa gari, ukija kwa pikipiki, ukija kwa baiskeli, zinahesabika ni hatua. Kama kutoka hapa mpaka Uyole ziko yetu hatua 1000, basi hata ukienda kwa aeroplane hatua ni zile 1000. Ni muda tu na spidi itapishana namna ya kufika. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, sallu salatal jamaa fil masajid, swalini sala za jamaa msikitini. Ni marufuku imetolewa na bwana mtume mwanaume kuswalia nyumbani. Marufuku hiyo imetolewa na mtume. Kwa hiyo tuache swala za nyumbani, tuje misikitini, na huo ndio usia wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rashidin منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر لنا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واسألوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.